Sifa na utukufu kwa Yahwa Bahashem Yahwachai Bahashem Lakaha Kadash, ambapo Yahwa ni jina la Mungu wa Kiebrania ambaye mnamuita Yehova Mungu. Jina lake kwa Kiebrania anaitwa Yahwa, ambayo hiyo kwa Kiingereza tunaita Paleo Hebrew au Kiebrania ambacho mitume na manabii waliongea anaitwa Yahwa. Bahashem ni kwa jina la Yahwachai, ni mwanawe wa pekee ambaye mnamuita Yesu Kristo. Na Kadash ni Roho Mtakatifu au wazungu wanasema the Holy Spirit. Kwa hiyo sisi ni wana wa Israeli tunaokuja kila mwisho wa wiki, kama Biblia inavyokuambia hii ni season and out of season, kwamba mwisho wa wiki, masika, kiangazi, kipupwe, na wote tuko nje hapa kuwahubiria wana wa Israeli kuhusiana na toba. Tuona tumechanganyikiwa, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo ni kipindi cha kutubu. Nasoma kutoka katika kitabu cha Maombolezo 5:1, anakuambia Bwana, ambao huyo Bwana anayeongelewa hapa ni Mungu wa Israeli, au tunasema mfalme wa Israeli ambaye anaitwa Yahwa. Anakuambia Bwana, kumbuka yaliyotupata, yaliyowapata wakina nani? Wana wa Israeli. Hapa inaenda kwenye kuanguka kwa wana wa Israeli kama taifa na kuwa watumwa kila mtu hapa duniani. Kwa hiyo tunaendelea utazame na kuiona aibu yetu. Biblia inaendelea kukwambia utazame na kuiona aibu yetu. Aibu gani? Utaendelea kusoma, anakwambia ulisi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Kwa hiyo Biblia inakwambia ulisi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Ulisi wetu anamaanisha nini? Anamaanisha dhahabu, gesi na vitu kama hivyo, Tanzanite, taja wewe unavyojua. Kwa hiyo Biblia inakwambia ulisi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni. Biblia inaendelea kukwambia tunalipia mpaka tunywe maji, ambacho maji unatakiwa unywe bure, utakiwa kulipia kunywa maji. Utaona hapo anakwambia na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Unaona hilo neno kafiri lipo kwenye Biblia, na neno kafiri linamaanisha ni mtu asiyeamini, au kwenye Biblia tunasema ni mataifa au mtu ambaye ametoka nje ya makabila 12 ya Israeli ambao ni watoto wa Yakobo. Anakwambia tena tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane, tumekunywa maji yetu kwa fedha. Kwa hiyo Biblia inakwambia tumekunywa maji yetu kwa fedha. Ndio kama hivi inapofika kila mwisho wa mwezi unalipia maji, kila inapofika mwisho wa mwezi unalipia umeme, unalipia afya, mtoto wako akatibiwe. Usipokuwa na pesa unaambiwa ondoka, hata kama mtoto wako anataka kufa. Kwa hiyo Biblia ndio inakwambia tumekuwa yatima, na yote haya yanatoka chini ya uongozi anayejiita wanaojiita watu weupe, lakini kwenye Biblia wanaitwa watoto wa Esau. Jina lao la Biblia au taifa wao wanaitwa watoto wa Esau. Kwa hiyo hao watoto wa Esau walipokuja kutawala wakaifanya hii dunia ikawa chungu, kwamba mtu unalipia ili upate natural resources. Ndio maana huwa zinaitwa natural resources au tunaita rasilimali au mali asilia, kwamba kitu kinapoitwa mali asilia unatakiwa ukipate kule. Unaona, kama maji, nishati, kutibiwa. Na tuendelea, nakwambia tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Na hilo neno kuni hapo linaenda kwenye nishati, kwa sababu ukisoma aina za nishati na kuni pia ipo. Kwa hiyo unauziwa nishati. Serikali inakwambia tumefua umeme, wakati huo umeme wamefua kutoka kwenye rasilimali zilizopo, alafu wanakuuzia. Katika uongozi sahihi hiyo haitakiwi. Hautakiwi kumuuzia mtu rasilimali. Kwa hiyo haya yote yameanza kutokana na wana wa Israeli kutoka madarakani kama viongozi wa hii dunia.
tukianza na Adamu mwenyewe. Adamu alipoanguka ndio haya matatizo yote yakaanza. Dhambi ikaingia, Biblia inakwambia dhambi ikaingia duniani. Na dhambi ilipoingia duniani na maisha yanazidi kuwa magumu kadri siku zinavyoenda. Watu wanaoinuka kutawala, kwa mfano wazungu, na kwanza kwa maisha yako kwa mfano mtu unaweza ukasema kwamba maisha yangu mimi ni magumu, huko Afrika inawahusu nini wazungu? Kwamba yani wazungu na watu weusi ni watu ambao wanakuwepo pamoja. Ili wawepo wazungu wanaojiita weupe, lazima wawepo weusi. Kwa hiyo mzungu anapotawala, ile mifumo aliyoiweka inakuasili mpaka wewe uliyeko huku chini. Ndio maana leo unalipia kila kitu. Tunapoenda huko utaanza kulipia kwa kusimama hapo, naambiwa ulipie ushuru. Alafu hiyo wanakuambia kwamba ni demokrasia, kitu ambacho si sahihi. Kwa hiyo tuende kwenye kitabu cha Isaya 10 mstari wa kwanza. Anakwambia wale wao wawekao amri zisizo na haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu ili kumpotosha mhitaji asipate haki yake. Kwa hiyo Biblia inakwambia wale wao wanaoandika amri zisizokuwa na haki, katiba zisizokuwa na haki, sheria zisizokuwa na maana. Ona, na unapoenda kuangalia huu mfumo unaoitwa mfumo wa mahakama, huu mfumo wa mahakama tumeuchukua kutoka kwa Waingereza, ambapo unaweza kukuta labda kwa mfano mtuji, unakuta mjane labda akanyang'anywa shamba lake. Mjane akanyang'anywa shamba lake, anaenda kushtaki kwenye mahakama, anapeleka kesi yake kwenye mahakama, lakini mahakama inamwambia uje mwaka kesho mwezi wa 6. Yaani mjane amenyang'anywa shamba ambalo hilo shamba analitegemea aishi, lakini unaambiwa uje mwaka kesho mwezi wa 6 kwamba kesi zimepangana, ya kwako itasomwa, jalada lako litasomwa mwaka kesho mwezi wa 6. Hiyo sio haki. Hizi mahakama zilizopo wanakuita kama mahakama zinatoa haki, lakini hazitoi haki. Ni mfumo uliowekwa ili kumkandamiza aliyeko chini. Na ukija hiyo mwaka kesho mwezi wa 6 wanakuambia uchunguzi bado unaendelea. Bado hatujathibitisha kwamba kweli hili shamba lilikuwa ni lako. Haujathibitishaje hili shamba lilikuwa la huyu mjane na wakati ameishi hapo wanakijiji wanajua ni la kwake. Hizo ndio zinaitwa amri zisizokuwa haki. Kwa hiyo Biblia inakwambia wale wao wawekao amri zisizo na haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu. Unakuta ile kwa mfano ile wanaita sakata la escrow, ambapo kwenye sakata la escrow wale waliohusika na hilo sakata la escrow kipindi hicho cha Kikwete walitaka wapelekwe mahakamani, lakini mmoja wapo alikuwa ni Chenge. Chenge aliwaambia kabisa kwamba mkinipeleka mimi mahakamani hamwezi mkaniweza, kwa sababu ile sheria ile mikataba na sheria zinavyoandikwa zinaandikwa katika lugha ngumu, na mle ndani ya zile lugha ngumu wameweka maneno ya kukufunga. Wewe ukipeleka ile jalada mahakamani kwamba escrow wametuibia hela zetu, watakwambia tu fungua kifungu namba fulani cha mkataba kinasemaje, alafu wanakwambia kesi imeishia hapo. Hii ndio dunia ambayo tunaishi sasa hivi, ambayo ni ya ukandamizaji. Alafu ukienda huko kanisani wanakwambia kila kitu kiko sawa. Hamna, kila kitu hakiko sawa. Watu wanaoishi maisha ya chini hapa Afrika hawakutakiwa waishi maisha ya chini. Unaona? Kwa jinsi Afrika ilivyo hapa Afrika kulitakiwa kusiwe na ombaomba. Kwa jinsi Afrika ilivyo hapa Afrika ilikuwa itakiwa kwamba wewe mpaka uende chuo ndio uishi maisha mazuri. Kwa sababu dunia nzima wanalishwa na Afrika. Kama dunia nzima wanalishwa na Afrika, kwa nini Afrika tuwe maskini? Kwa mfano ukiangalia hapa Mbeya, wakazi wenyewe wa Mbeya hapa Wanyakyusa wanakaa Itigi huko, sijui na wapi huko Mabatini, lakini wageni wanakaa Uzunguni, wageni wanakaa Uhindini. Kwa hiyo tunaishi kwenye
utawala wa tunawaita watoto wa Esau, ambao ndio hawa wanaandika maneno ya ushupavu ili kuwanyanyasa wasio na kitu. Wanaandika maneno ya ushupavu, wanaleta mifumo kama mahakama. Mahakamani kule hakuna haki. Unaona? Mahakamani kule hakuna haki kama wanavyosema. Unaona, kwa sababu unapeleka kesi yako leo, unaambiwa hiyo kesi itasomwa mwaka ujao, au unaambiwa hiyo kesi itasomwa miaka miwili ijayo, au unakuta mtu kaiba kuku, amekutwa naye kuku kabisa mkononi, alafu bado wanamwambia kwamba bado tutafanya uchunguzi. Ushahidi haujatimia wa kumfanya huyu mtu tumfunge. Kwa hiyo anaendelea kukwambia wale wao wawekao amri zisizokuwa na haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu ili kumpotosha mhitaji asipate haki yake na kumnyang'anya maskini wa watu wangu haki yao, ili wajane wawe mateka yao na kuwafanya yatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao. Kwa hiyo hawa yatima wanaoongelewa hapa ni taifa la Israeli. Kwamba taifa la Israeli baada, unaona ya kuwa wamemwasi Mungu kama baba wao, au Mungu kama mfalme wao, au Mungu kama mme wa wana wa Israeli. Kwa hiyo wana wa Israeli walipoanza kuabudu miungu mingine, Mungu akawatelekeza wakawa mayatima. Ndio maana wameenda utumwani pande kune za dunia, wanatumikia watu. Kama wewe hapo unaishi Mbeya, lakini anayeishi Uhindini ni Mhindi, anayeishi Uzunguni ni Mzungu, wewe unaishi huko Mabatini, ardhi ni ya kwako. Kwa hiyo huo tunauita ni utumwa. Au wazungu wanasema chattel slavery. Au wewe unapomwona mzungu unaona kama huyu ndio Mungu, hiyo tunaita mental slavery. Unaona? Kwa hiyo baada ya wana wa Israeli au taifa la Israeli kuwa wamemwasi Mungu akawaacha wakawa kama yatima. Na sifa ya yatima ni anaenda nyumba mpaka nyumba kuomba chakula. Anaenda nyumba mpaka nyumba kuomba chakula. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa na kwa wana wa Israeli. Wanaenda nyumba hii, wanatoka nyumba hii, wanaenda nyumba hii, wanatoka nyumba hii, kama ilivyoelezewa kwenye kitabu cha Danieli 2. Ona, soma kitabu cha Danieli 2, unaambiwa na nani, Mfalme Nebukadneza, ambaye yule Nebukadneza alikuwa ni mfalme wa Babeli, ambaye hiyo Babeli ilikuwa inatawaliwa na Wakushi pamoja na Makananite, ambao hao Babeli waliwachukua wana wa Israeli pia kwenda utumwani. Mfalme Nebukadneza aliota njozi, au naambiwa aliota ndoto ya sanamu. Unaona, ambalo hilo sanamu limegawanyika mara 4, na ambao kichwa kilikuwa ni cha dhahabu na kuendelea mpaka chini, miguu yake ilikuwa ya chuma, ambayo hilo sanamu lilikuwa linaonyesha falme 4 ambazo zitatawala dunia. Na kuna kitu wanakiita secular history na non-secular history. Unaona, secular history ni historia unaosoma shuleni, non-secular history ni historia inayofundishwa kwenye dini. Unaona, wewe ukisoma zote non-secular history na secular history zinakuonyesha kwamba zile falme ambazo Nebukadneza aliziota, au ile sanamu ambalo Nebukadneza aliziota, hii dunia imetawaliwa na awamu 4, ambao awamu ya kwanza ilikuwa ni Babeli, awamu ya pili ilikuwa ni Persia, ambao watu wa Persia leo ni watu wa Irani, ambapo awamu ya tatu ilikuwa ni Wagiriki. Baada ya Wagiriki wakaja Warumi. Ambapo Warumi ndio mpaka sasa hivi bado tunaishi nao. Kwa ile watu wanakwambia, kienda usoma kwenye Ufunuo 12, Biblia inakwambia Yohana aliona mnyama mwenye vichwa 7 na pembe 10, ambayo huyo mnyama sio mnyama literally kama watu wanaposema. Huyo mnyama alikuwa anamaanisha utawala wa watu fulani, ambao huo utawala ni utawala wa Rumi, ambao ndio tunao sasa hivi. Lakini huo utawala wa Rumi umerudi kama mataifa ya Ulaya, ambao ndio yanatawala sasa hivi.
Ndio maana mpaka wewe leo hii unadaiwa hela ya umeme, unadaiwa hela ya maji. Kwa nini? Sababu tunaishi chini ya utawala wa Rumi. Ndio maana leo wewe unachagua watu kwenda kuwakilisha bungeni. Na mpaka hii leo Mwafrika na yeye anachagua watu waende kumwakilisha bungeni. Hayo mambo yalianzia Rumi. Ndio maana tunaishi kwenye utawala wa Rumi, ambao ndio yule mnyama wa 4, ambako kule Rumi walikuwa na kitu wanaita Senate. Senate haijaanzia Marekani, imeanzia Rumi, ambapo mle kwenye Senate walikuwa wanachagua representative, watu wa kuwawakilisha. Kwa hiyo tunaishi kwenye utawala wa yule mnyama wa 4 au kile kipande cha 4 kwenye sanamu. Ngoja nisome kitabu cha Danieli Kwa hiyo hiki ni kitabu cha Danieli 2 kuanzia mstari wa 29. Anakwambia, wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako na mambo yatakayokuwa, halafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo. Kwa hiyo tunarudi kwenye historia ya Nebukadneza. Kama Nebukadneza aliota njozi halafu akawa ameisahau, akawa anaomba wale wachawi wa Babeli na watu ambao wanapiga ramli waje wamuonyeshe ndoto, aliota ndoto gani, lakini hawakuweza kufanya hivyo. Lakini Danieli yeye alifunuliwa ile ndoto na Mungu wa Israeli ambaye ni Yahweh Bahashem Yahwashai. Unaona? Kwa hiyo alipofunuliwa akawa ameenda kwa mfalme wa Babeli. Ni sawa na uende kwa Trump leo. Sio Magufuli, Trump. Mwambie, bwana yeye mfalme, ile ndoto uliyoota kitandani mwako nimepata kufunuliwa na Mungu wa Israeli ambaye ni Yahweh Bahashem Yahwashai. Kwa hiyo akaanza kumwelezea ile ndoto ilikuwa inamaanisha nini. Anakwambia, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme ufunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake ilikuwa lenye kutisha, na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi. Kwa hiyo Nebukadneza kwenye ile njozi alichokiona ni sanamu kubwa, na ile sanamu kichwa chake kilikuwa ni kichwa cha dhahabu. Naona. Kwa hiyo tuendelee. Anakwambia kifua chake na mikono yake ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni chuma na nyaya ya miguu nusu chuma na nusu udongo. Nawe ukatazama hata jiwe lililochongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu juu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Kwa hiyo aliona kichwa kilikuwa ni cha dhahabu. Anakwambia kifua ni cha fedha, tumbo lake na mikono ni ya shaba, miguu nusu chuma na udongo. Kwa hiyo hapa alikuwa anaongelea falme kuu 4, ambayo falme ya kwanza ilikuwa ni Babeli yenyewe, falme ya pili ilikuwa ni Media na Persia, ambao ni watu wa Iran leo, watu wa Iran na India, ambapo ufalme wa tatu ulikuwa ni tunaowaita Waajemi. Baada ya Waajemi ndio wakaja Rumi, ambapo Rumi ndio wanatawala mpaka leo. Ndio maana unaona NATO, unaona Umoja wa Ulaya na vitu kama hivi. Ndio maana unaona Waafrika wakitaka misaada wanaenda kwenye Umoja wa Ulaya. Unaona kwamba Waafrika sisi tuna mali, lakini
tukitaka pesa tunawafuata wazungu, ambako kule kwa wazungu kule Ulaya wao hawana rasilimali yoyote. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ni Mungu anakuonyesha kwamba wazungu walipewa hii dunia kuitawala. Wao hawana rasilimali, lakini rasilimali zote za hapa duniani sawa na za kwako, sawa na za kwao. Kwa hiyo tunarudi kwenye kitabu cha Isaya tena, anakwambia nanyi mtafanya nini? Isaya 10:3 anakwambia nanyi mtafanya nini siku ya kujiliwa na wakati wa uangamifu utakaokuja kutoka mbali sana? Je, mtamkimbilia nani mpate msaada, na utukufu wenu mtauacha wapi? Wainama chini ya wafungwa tu, wataanguka chini yao waliouawa. Kwa hiyo hii siku ya kujiliwa ndio ile Danieli aliona jiwe lisilochongwa na mfano wa mtu lilibonda ile sanamu miguuni. Kwa hiyo nini maana ya sanamu kubondwa miguuni? Kwa sababu ile sanamu aliyoiona Nebukadneza ilikuwa imesimama na jiwe lisilochongwa na mtu likaibonda miguuni, kwa sababu miguu inawakilisha mwisho wa utawala wa mataifa. Ndio maana ile sanamu ilibondwa chini, ambao ndio huo muda tunaishi sasa hivi, muda ambao mtu anayeitwa Esau Edom anatawala, au watoto wa Esau. Endelee. Luka 10:5 anakwambia ole wako Ashuru, fimbo ya hasira yangu, ambaye gongo lililo mkononi mwake ni ghadhabu yangu. Nitamtuma juu ya taifa lenye kukufuru, nitampa maagizo juu ya watu wa ghadhabu yangu, ateke nyara. Kwa hiyo hawa Ashuru ni kwa Kiingereza tunawaita ni Asiria. Kwa hiyo Mungu anawaita mataifa fimbo ya hasira yake, ambayo hii fimbo ya hasira yake ataituma kwa taifa ambalo lina ukaidi, ambayo ni taifa la Israeli. Kwa hiyo hiyo inamaanisha wana wa Israeli walipokuwa wanamkosea Mungu, Mungu alikuwa anatuma mataifa kwenda kuwabonda. Kwa hiyo hii Ashuru inaweza ikawa taifa lolote ambalo linatawala wana wa Israeli sasa hivi. Kwa hiyo akaendelea kusema Ashuru atawachukua mateka hawa watu walio wakaidi, au hili taifa la watu walio wakaidi. Na hilo neno mateka linaenda kwenye neno la Kiingereza ambalo linamaanisha slavery, au kwa maana nyingine unaweza kusema slave trade, au unaita slavery. Anakwambia taifa lenye kufuru nitampa maagizo juu ya watu wa ghadhabu yangu, ateke nyara na kuchukua mateka na kuwakanyaga kama matope ya njiani, lakini hivyo sivyo akuziavyo mwenyewe, wala sivyo moyo wake uwazavyo. Maana katika moyo wake akusudia kuharibu na kukatilia mbali mataifa, wala si mataifa machache. Maana asema, je, wakuu wangu si wote wafalme? Kwa hiyo yeye alikuwa anaongelea mataifa ambao walienda pale na kuwachukua wana wa Israeli kwenda matekani, au mataifa ambao walienda pale wakawachukua wana wa Israeli kwenda matekani. Hiyo ilikuwa ni kama adhabu. Tunaruka Danieli 9 ili tuzidi kuona ni jinsi gani Mungu alivyowaweka wana wa Israeli utumwani, au tunaita slave trade, au kwa leo wanaita slave trade, au kwa maana nyingine wanaita slavery, kwa jina jingine wanaita bondage, au tunasema chattel slavery. Kwenye Biblia ya Kiingereza utakuta wameandika captivity au wameandika bondage. Kwa hiyo kwa Kiingereza sasa hivi unaweza kusema slavery, lakini kwa Kiingereza cha zamani tulikuwa tunasema bondage. Kwa hiyo bondage na slavery ni vitu ambavyo vinakuwa vinasimama juu kwa juu. Kwa hiyo badala ya kusema bondage unaweza kusema slavery au ukasema captivity, ni kitu kile kile.
kwa sababu hilo neno slavery ni neno la tunaita modern English. Kwa hiyo uwezo ukalikuta kwenye King James version, sababu kile inaandikwa na Kiingereza cha zamani ambacho ni King James version. Kwa hiyo tunaendelea, anakwambia Danieli 9:1 anakwambia katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Medi aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo. Kwa hiyo huu ulikuwa ni utawala wa Wamedi, utawala wa Wamedi ambao ulikuwa utawala wa pili kutoka Babeli. Anakwambia katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii kumtimiza ukiwa wa Yerusalemu. Kwa hiyo huu ukiwa wa Yerusalemu unaoongelewa hapa ni utumwa, au tunasema bondage, tunasema nyumba ikiwa ukiwa. Na hii neno nyumba linaenda kwenye taifa, kwa sababu ukiangalia katika level ya chini kinachojenga taifa ni nyumba. Unapokuwa na familia inajenga ukoo unajenga kabila linajenga taifa, kabila yakiwa mengi yanajenga taifa. Anakwambia yaani miaka 70 nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo na magunia na majivu. Kwa hiyo ulipotimia ule wakati ambao Mungu alinena na nabii Yeremia, ile miaka 70 ya wana wa Israeli kwenda utumwani Babeli. Kwa hiyo Yeremia alikuwa ashasoma Biblia, au Yeremia alikuwa ashasoma naita gongo vitabu, ashasoma nabii, akajua kwamba huu ndio muda ambao wana wa Israeli wataokolewa. Kwa hiyo alichokifanya akamwomba Mungu, akavaa magunia, na yale magunia yanamaanisha kuomboleza. Kwa hiyo akaomboleza kwa ajili ya ukombozi wa wana wa Israeli, kama tunavyofanya sasa hivi. Tunavaa magunia, tunaomboleza kwa ajili ya ukombozi wa Israeli, kwa sababu ule muda umefika, muda ambao wana wa Israeli watakombolewa kutoka mikono ya maadui zao. Kwa hiyo tunaomboleza ili Mungu aweze kutusikia na kutuokoa. Kwa hiyo tuendelee. Anakwambia nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikasema, Bwana Mungu Yahweh Hashem mkuu mwenye kutisha, ashikae maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Kwa hiyo Mungu anashika maagano vizazi hata vizazi. Kwa hiyo hapa Danieli alikuwa anamkumbusha Mungu kuhusiano ya agano aliloliweka kati yake na wana wa Israeli kupitia mtumishi wake Musa, kwamba au kupitia mtumishi wake Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambapo alisema atawafanya uzao wake wawe kama mchanga wa bahari, na kwamba hata viacha vizazi vyake hata kitokee nini. Kwa hiyo Danieli alikuwa anamkumbusha Mungu kuhusiana na lile agano aliyoweka na Ibrahimu, ambao uzao wa Ibrahimu ulihesabiwa kupitia Isaka na Yakobo. Biblia inakwambia hivyo kwenye kitabu cha Warumi, kwamba uzao wa Ibrahimu si kila mtu, kama watu wanavyosema kwamba mataifa yote yamebarikiwa kupitia Ibrahimu. Kwa hiyo Danieli akawa anamkumbusha Mungu. Danieli akawa anamkumbusha Mungu kuhusiana na hilo swala. Kuendelea, anakwambia na kuzishika amri zake, tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako. Kwa hiyo kilichowafanya wana wa Israeli wapeleke utumwa Babeli ni kwamba hawakuzishika amri za Mungu, wamefanya uasi. Sababu hilo neno uasi linasimama badala ya kukiuka sheria. Ndio maana kwa mfano nchi ya Marekani inapomuita Osama ni muasi, inamaanisha amekiuka sheria za Marekani, amefanya kitu ambacho Marekani kilikuwa hakitakiwi kufanyika, amefanya kitu ambacho Marekani ukifanya unahukumiwa kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo unapoulizwa nini maana ya dhambi, kwa sababu watu wengi hawafahamu hata nini maana ya dhambi. Kuta mtu kavaa vizuri kaenda kanisani, lakini ukimuuliza nini maana ya dhambi, hajui. Dhambi ni uasi wa sheria. Unaona? Sababu kuna watu wengine wanafikiriaga kwamba
mtu ukifanya mambo mazito au kuongea mambo mazito ni dhambi. Kwa hiyo dhambi sio hisia kwamba unafika sehemu unakaa unaanza kuhisi kwamba huyu jamaa alichokifanya ni kibaya sana. Dhambi ni uasi, ambalo hilo neno uasi halisimami pekee, linasimama na sheria. Ili tujue kwamba fulani kafanya dhambi, lazima kuwe na sheria. Huwezi ukajua mtu kazini pasipo kuwepo sheria ya kutokuzimu. Ni sawa na unapopelekwa mahakamani unahukumiwa, wakiangalia kwenye katiba hakuna hicho kifungu, wanakwambia sasa unahukumu nini? Kwa hiyo mtu hauwezi ukahukumiwa pasipo kuwepo na sheria za kuhukumu. Hiyo ndio maana yake. Ndio hata Biblia inapokuambia Yesu atakuja kuhukumu ulimwengu, au hukumu tu kwa kutoka kichwani, anahukumu kwa sheria. Kwa sababu ili mtu aweze kukuhukumu kunatakiwa kuwepo na sheria, au kunatakiwa kuwepo na vifungu, kwamba tunasoma vifungu tunasema kulingana na 1 2 3, wewe bwana tunaona umefanya nani, umefanya mambo yasiyo stahili.